Sifu Mungu. Sifu Mungu wa neema. Enyi viumbe popote, watu pia sifuni. Baba, Mwana naye Roho. Baba mtakatifu, Mungu mwenye enzi, Mungu mwenye mamlaka, jina lako la asante kwa sababu ya leo. Asante kwa namna ambavyo umetukusanya kama kuku wanapokusanya vifaranga wake ili tuweze kusikia sauti yako. Uwe nasi tangu mwanzo na hata mwisho, kwa utukufu wa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Bwana ni mwema. Bwana ni mwema na wakati wote. Niwaalike na kukaribisha katika ibada yetu ya pekee ya siku hii ya leo, na sasa hivi kile kipindi kizuri cha kuelekea madhabahuni. Nimwalike kiongozi wa nyimbo kwa wimbo namba 46 fungu la kwanza na la pili, lakini niwaalike Rehema Masike pamoja na mzee Robert Ngeta ambao watatupeleka madhabahuni ndio tutakapofika kujiandaa kwa jambo hilo. Kiongozi wa nyimbo, karibu wimbo namba 46 Miguuni pake Yesu. Tuimbe katika tafakari tukijua kwamba tunapeleka mambo yetu miguuni pa Yesu. Miguuni pake Yesu. Miguuni pake Yesu. Maneno yake tamu. Wala unaandika maombi yenu, andikeni mapema mambo yetu miguuni pa Yesu. Baba mwema, asante kwa kuwa mwema na fadhili zako ni za milele. Tunapoenda kufunua maandiko matakatifu sasa, tamalaki utawale, ili kila neno kila tendo ikatendeke sawasawa na mapenzi yako, na ndilo letu katika jina la Yesu. Amina.
Tunakwenda miguuni pa Yesu, na tumesema maneno ya Yesu ni matamu, ni mahali palipo heri ambapo ninapata amani kila siku. Leo miguuni pa Yesu tutakwenda kwa waraka ya Yakobo sura ya 5. Fungua nami waraka ya Yakobo sura ya 5. Waraka wa Yakobo sura ya 5 na fungu lile la 16. Neno la Bwana linasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Haleluya. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa nini? Kwa nini? Kabla hatujaenda kupeleka mizigo yetu mbele za Bwana, tunataka tungamiane sisi kwa sisi. Mwandishi anasema na ungamiane ninyi kwa nini na kuombeana mpate kuponywa. Tutakapoombeana wenyewe na kuungamiana wenyewe, tunakwenda kupata uponyaji wa pekee. Unapopigia kiboda kupiga magoti kumwambia Baba nisamehe, wakati unamsamehe mwenzako mkosea, hamjaungamiana, hamjakibiana dhambi. Ndio maana maombi yetu yanadelay, yanachelewa kufika katika enzi, yanaishia kwamba angani, hayafiki mbinguni, yanakosa majibu kwa sababu tunapenda kuomba tukiwa na mizigo ya dhambi imejaa katika mioyo yetu, hatujaungamiana, hatujatendeana ipasavyo, na Baba wetu wa mbinguni anashindwa atusamehe. Afanyeje kwa ajili ya kusamehe? Tutakaposameheana, tukaungamiana sisi kwa sisi, maombi yetu yatapata kibali machoni kwa Bwana. Maana anasema na kuomba kwake mwenye haki wafaa sana akiomba kwa bidii. Haleluya. Kuomba kwake mwenye haki wafaa sana akiomba kwa bidii. Iko bidii katika maombi. Ili maombi yajibiwe, iko bidii. Ili maombi yajibiwe, kuna kusameheana. Ili maombi yajibiwe, kuna kuungamiana. Asubuhi na mchana wa leo na kupeleke mizigo yetu kwa Bwana na kuungamiane sisi, na kufanya bidii ya maombi. Biblia inasema Yesu akaamka alfajiri na mapema, akatafuta mahali, akapiga magoti, akaomba. Tuwe na bidii katika maombi, tuombe bila kukoma, ili Bwana aweze kutubariki na kutakasa. Bwana bariki maneno yake katika jina la Yesu. Amina. Nimwalike Mgeta na Mjisaimu Masige watupeleke mbinguni kwa Bwana. Wakati watu hawa wanapeleka maombi, kuna mambo yako ambayo kumwambia Bwana akupatie, yatamke kimoyomoyo wakati wa maombi yanafanywa. Kuna mambo ambayo umeyapokea magumu katika maisha yako, tamka kimoyomoyo wakati watumishi wa Bwana wanaomba. Kuna mambo ambayo yamekuzidi uwezo, yapeleke mbinguni kwa Yesu mchana leo, na Bwana atayatenda, atafanyia kazi. Anasema hakuna jambo gumu linalomshinda yeye. Ataanza kwa rehema na mzee Mgeta atamalizia kwa kicho. Tusimame. Tunapoenda kusimama. Basi kwa unyenyekevu mbele za Mungu, tatoa dakika moja, kila mtu amweleze Mungu haja yake, kila mtu amweleze Mungu hitaji lake, lakini pia kuomba msamaha mbele za Mungu. Na kisha nitaendelea kuomba. Karibu. Tuombe. Haleluya. Mtakatifu, 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 Mungu wetu muumbaji wa mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, utukufu, heshima, enzi na mamlaka ni yako. Mungu wetu, unastahili kuheshimiwa. Dunia yote na inyamaze kimya mbele zako, kwa
tunakuja mbele zako kwa shukrani na sifa na utukufu. Baba, tunaomba ututakase dhambi zetu. Tunaomba utuoshe. Tazama mioyo ya watoto wako iliyonyenyekea mbele zako. Tazama Bwana, watu wako wameacha kila, wamekuja hapa katika hekalu lako kutafuta uso wako. Hiyo tu peke yake na itoshe kuwabariki. Hiyo peke yake na itoshe kupokea mizigo yao. Baba, katika jina la Yesu, wewe ndiye Mungu uliyesema watu wako walioitwa kwa jina langu watakapojinyenyekesha wakitafuta uso wangu, Baba, utasikia kutoka mbinguni. Leo watoto wako wamekuja kukutafuta, wamekuja kujinyenyekesha Bwana. Ninaomba kwa imani katika jina la Yesu, siku ya leo ukasikie maombi yao. Amina. Tazama ile dakika moja, yupo mama fulani aliyetamka ombi lake kwako. Yupo kijana aliyetamka ombi lake kwako. Yupo binti aliyetamka ombi kwako. Yupo baba fulani aliyetamka ombi kwako Bwana. Ninakusihi katika jina la Yesu, ombi hilo likapokelewe mbinguni. Mimi sijui alichosema kwako, sijui, lakini Bwana kwa uaminifu wa namna pekee ninaomba asiondoke na mzigo wake hapa. Asiondoke nao. Lakini Baba, ninaomba pia kwa namna pekee sana ukalibariki kanisa letu. Libariki. Mipango ni mingi. Mipango ni mingi ndani ya kanisa. Bariki kila mpango. Makambi yako mbele yetu Bwana. Ninakusihi ukatupatie baraka. Bariki waumini. Usa mifuko yao, kwa sababu tunahitajika kutoa fedha ili tuweze kufanikisha makambi. Huu ndio wakati wa kutumiminia baraka ili tukaje mbele zako kwa shukrani, tukaje mbele zako kwa sifa, tukakuletee Bwana. Ninakuomba Yehova, ukabariki. Lakini Baba, wakati unapobariki hivyo, zuia magonjwa katika familia zetu. Zuia misiba katika familia zetu. Zuia changamoto, mafarakano. Zuia katika familia za kila mshiriki wa Luguruni mahali hapa. Zuia Bwana, ninakusihi kwa jina la Yesu, mkono wako hodari, mkono ulionyooshwa ukanyooke kwa kila familia. Ukazuie dhoruba zote, kwa sababu tunahitaji fedha zetu tuzilete zikakufanyie kazi. Sasa hizi fedha tukizipeleka hospitalini itakuwaje? Tunahitajiwa michango ya makambi, inakuwaje? Tunahitajiwa michango mbalimbali ndani ya kanisa, itakuwaje? Tunahitajiwa sadaka. Baba, kwa neno hilo, kwa jina la Yesu, zuia misiba, zuia magonjwa, zuia dhoruba, zuia mafarakano. Lakini ninaomba kwa namna pekee ukawabariki watoto wetu, wakuze katika hekima ya kimungu. Dunia imeharibika, dunia imechafuka. Baba, wakati huu ni wakati wa mwisho wa kumpatia watoto wetu wazingire mahali popote wanapokuwa. Bariki vijana ndani ya kanisa hili. Tazama wana mahitaji katika ujana wao. Ninaomba Bwana, kila kijana ambaye ana uhitaji fulani ukampatie. Mwapatie vijana. Naomba wapatie hekima, wapatie busara. Maana vijana hawa ndio tegemeo la kesho. Ninaomba ufungue milango ya baraka. Wale vijana wanaotafuta wenza maisha, naomba uwapatie. Wale vijana wanaotafuta kazi, wapatie. Wale vijana ambao wako kwenye elimu, naomba ukaweze kubariki elimu zao. Baba, lakini mahitaji mbalimbali ambayo yanamiminiwa mbele zako Yesu, ninaomba ukayatende. Neema yako atoshe. Mtumishi wako anapoendelea na maombi haya Baba, naomba uyaunganishe katika kiti cha enzi, yafanye kuwa manukato. Siku ya leo kama siku ya shangwe kwa kila aliyekuja kukuabudu Bwana, kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Mtakatifu Mungu wetu, Mungu uliyeumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, tunakuja kwako Bwana mchana wa leo kama lilivyo agizo lako kwamba Sabato tunapata tuje mbele zako. Tuko mbele zako sasa, lakini tuna changamoto nyingi. Watoto wako wameandika, wameweka katika
biashara, wengine changamoto za kifamilia na changamoto mbalimbali. Wewe umeziona zote hizo. Mungu akirudie sawasawa na mapenzi yako, wapatie amani na utulivu katika ulimwengu huu. Tunajua kwa hakika tunaishi katika ulimwengu wa mwisho. Tumeshuhudia na tumeona jinsi tetemeko kule Venezuela limeangusha majumba ya magorofa hata 50 na watu wengi wamekufa. Kuna vita inaendelea Mashariki ya Kati. Mungu, kuna njaa. Yote hayo Bwana uliyatabiri kabla ulipokuwa hapa duniani, kabla hujavaa kwenye mbinguni, katika Mathayo 24, na yote yametimia. Wajapani wa China sasa hivi wanatafuta dawa ya kuongeza umri wa maisha ya watu hizi miaka 250, na ulisema maarifa yataongezeka. Lakini Mungu, tunajua kwamba neno lako Biblia ndio kitabu ambacho kinatuambia ukweli na uhakika. Tunakutegemea Bwana, kwa sababu tuko katika kipindi cha mwisho. Na kwa hakika Yesu, tunajua kwamba uko tayari, uko karibu sana kuja kuwachukua watakatifu wako. Tusaidie Bwana, unapokuja sisi sote tuwe mikononi mwako, shiriki katika ufufuo wa kwanza wa watakatifu ili tuweze kwenda mbinguni. Tusaidie Bwana katika kipindi hiki, kama lesoni yetu hii ambayo tumeianza, kila mmoja aweze kuona kwamba ana wajibu wa kuendeleza Injili katika kipindi hiki cha mwisho. Kila mtu aweze kuendeleza Injili kwa namna yote ile, aidha kwa kitabu, kwa mahubiri, kwa kuzungumza na jirani yake, hata mfanyakazi mwenzake. Kuja kwako kumekaribia sana. Tuna wajibu wa kufanya kazi yako, kwa sababu sisi ndio umetuachia kazi hiyo. Sisi ndio watenda kazi katika ulimwengu wa leo. Bwana, wanaume hapitia tunaombea kanisa la kwa mbinguni. Mbele yetu tunayo makambi na mikakati yetu tunayoifanya. Hebu Mungu ipate kibali machoni pako. Bado tuna mikakati ya michango, bado tuna ujenzi wa kanisa letu. Lakini sisi tunaamini kwamba yote itafanyika kwa sababu Mungu hujatuacha. Mungu uko pamoja nasi. Endelea kutupigania na kutulinda, ukitupatia umoja, ukitupatia afya njema na ushirikiano mkubwa katika kanisa letu, ili kazi yako iweze kusonga mbele. Tunawaombea pia wahudumu ambao wanasoma katika siku ya leo, watakao kuja katika makambi haya, uwapatie afya njema na uandae ili waweze kutulisha vilivyo katika juma hili la makambi. Bwana, uwe pamoja nasi Bwana, utusaidie na kutulinda, utupiganie Bwana. Bwana, usituache. Daima tuwe mikononi mwako Bwana. Tunaomba katika jina la Yesu Bwana Mwokozi wetu. Amen. Haleluya. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuwe na mioyo ya kuchangamka na kushangilia kwa sababu maombi yetu yamefika katika kiti cha enzi. Utaratibu wa ibada utakuwa kama ifuatavyo. Wakati wa sadaka tunapata nyimbo kutoka kwa Wokovu Kwaya na kile kikundi kinaitwa Heaven Ministry. Wanatuimbia wakati wa sadaka. Kumkaribisha mhudumu Luguruni SDA kwa daima, na wakati wa kutoka sauti ya Luguruni. Kwa watoto pia sauti ya Luguruni ndio watakaoimba. Nitambue wahudumu. Mwenyekiti wa siku ya leo ni Mzee Chero Mbwambo, lakini nimeambatana na wafuatao. Upande wangu wa kushoto kabisa ni Elia Benda ambaye ni shemasi, punga mkono shemasi. Amefuatana na Fred shemasi. Katikati niko na Mzee Daniel Magesa, niko na ombi la kichungaji. Niko na Mama Paulina Deo ambaye atatuletea somo la sadaka. Lakini katikati niko na Mzee Masige, yeye atatupa mkate wa uzima asubuhi na mchana wa leo. Na sasa nimkaribishe kiongozi wa nyimbo pamoja na fungu la ombi ili utaratibu wa ibada uendelee. Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Tutasimama na wimbo namba 59, kitabu kidogo, kitabu kikubwa namba 205. Amen.
Kumbukumbu la Torati sura ya 10 mstari wa 12 na 13. Kumbukumbu la Torati sura ya 10 mstari wa 12 na 13. Biblia inasema, na sasa Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako? Ila kumcha Bwana Mungu wako na kwenda katika njia zake zote na kumpenda na kumtumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, uzishika amri za Bwana na sheria zake ninazo kuamuru leo, upate uheri. Mungu alibariki neno lake katika jina la Yesu. Amina. Mtakatifu, Baba mbinguni, Mungu mwenye nguvu uliyeko mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru kwa neema yako na kutupatia nafasi uwepo katika nyumba yako siku ya leo. Tazama, tumekuja siku ya leo tukiamini kwamba utatupokea. Tumekuja mbele zako tukileta mahitaji ya mioyo yetu ambayo tunaamini kwamba utayapokea. Mungu wetu, kila muumini aliyeko hapa moyoni mwake anahitaji kukutana na uso wako. Naomba Mungu wetu, kila moyo uliokuja ukikutafuta wewe, tunaomba ukutane nao katika sabato ya leo, na mtu huyo moyo huo unapoondoka na kurudi ukapate faraja, maana umekutana na uso wako. Pokea mahitaji ya mioyo yetu. Wengine watu watakuwa na mahitaji mbalimbali, ili kwa siku ya leo tunaomba wakutane na wewe ili ukawashindie katika mengine yote wanayokutana nayo. Lakini kuna mhubiri ambaye atasimama muda si mrefu. Tunakuomba Mungu wetu, weka maneno yako katika kinywa chake ili tukapate kusikia maneno matakatifu kutoka kwako yakipitia katika kinywa chake. Mbele yetu tuna mipango mbalimbali kwa ajili ya kanisa. Tazama, kuna makambi. Atuongoze kila mmoja aliyenuia kufanya jambo na kuwepo katika makambi haya ili kupata huduma inayostahili na kujifunza na kupiga hatua
kwamba unaweza na utafanya kwa utukufu wa jina lako. Tunaomba upokee na ukatende kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunaomba tukiamini na kushukuru katika jina la Yesu. Amina. Bwana ni mwema wakati wote. Tusikilize somo la sadaka. Somo la leo Julai 4 inapita, tunasema linda imani. Fikiria kwamba upo Rumi mwaka wa 65 KK. Mtume Paulo yupo gerezani akisubiri hukumu yake ya kifo inayokaribia kutekelezwa. Kwa miongo kadhaa, Paulo alikuwa amewahudumia matajiri na maskini na amepitia uzoefu wa hali zote yeye mwenyewe. Amewaona wale waliojiita wafuasi wa Yesu wakitumia karama za Mungu kujitukuza wenyewe badala ya kumtukuza aliyewapa karama hizo. Ameona wakitukuza vipaji vya binadamu, wakiheshimu sana mafanikio ya kidunia, wakiwa na shauku na raha za dunia na kuwafundisha watoto wao kufanya kama wao wanavyofanya. Tena akashuhudia pia uongofu wa mioyo, ukarimu wa kushangaza na dhabihu za kustaajabisha. Amejihisi kuwa na hatia kwa kutofuata daima kielelezo cha Yesu ambaye ni tajiri aliyefanyika kuwa maskini kwa ajili yetu, ili sisi kwa kupitia umaskini wake tuweze kuwa matajiri milele. Amina. Muongo uliopita Paulo alipata ufunuo wa kipekee. Aliweza kuona wazi kupitia kila kitu kilichotolewa na dunia, na akatambua kuwa kuridhika kwake kwa kiwango cha juu zaidi, heshima yake kuu na sababu yake mahususi ya kuishi ilikuwa ni kuinua juu Yesu Kristo. Kifo kikiwa kimemkaribia, Paulo akamwandikia kijana Timotheo. Hii ni barua mwisho ya mtu wa kufa, iliyojaa hekima, ushauri wa baba na kwa moyo wa kusihi. Alihitimisha, Timotheo, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Hiyo tunaipata Timotheo wa 2:4.
katika uchaguzi wetu wote maishani, anatutia moyo kuilinda imani yetu. Amina. Basi tupate ombi kwa ajili ya sadaka. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wakati mzuri huu. Tunakushukuru kwa nafasi uliotupatia kuwepo katika ibada nzuri ya leo. Asante kwa ajili ya uzima uliokuwa nao katika mzunguko wa wiki nzima. Katika shughuli zetu mbalimbali ulikuwa pamoja nasi. Leo tunarejesha kile ulichotubariki. Mungu wa rehema, wapo ambao hawakufanikiwa. Wewe uliye mtoaji wa vipaji kwa wana na binti zako, ukapate nafasi ya kuwapatia ili wakati mwingine waweze kurejesha sifa na shukrani kwa kukushia. Tunashukuru tukiamini ya kwamba umesikia na unatenda zaidi na zaidi, kwani tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Bwana aliyokutendea Bwana, ndipo unyoshe uso wake Bwana kuwa yeye ni wema. Hesabu baraka yake Bwana aliyokutendea Bwana, ndipo unyoshe uso wake Bwana kuwa yeye ni wema.
siku zote, muda wote, yeye ananilinda. Kwa upendo alikufa ili niwekwe huru. Jambo moja ni hakika,
Bwana ni mwema. Kanisa, Bwana ni mwema. Na wakati wote. Mnasemaje kwa ajili ya wokovu? Inatosha. Unadhani amina inatosha? Mnasemaje kwa ajili ya wokovu? Habari gani kuhusu heaven light? Habari gani kuhusu heaven light? Zingatia kwamba leo ndio huduma yao ya kwanza hapa kanisani. Toka hiki kikundi kisajiliwe, mkakinyoshia mikono. Mnasemaje? Habari gani kuhusiana na Luguruni SDA? Mbona kwa sauti imetulia kama hivyo wao kutulia? Mnasemaje kuhusu Luguruni SDA? Sasa siongeze tu kwa hivyo kingine tumalizie wote, maana huko wengine kumenyamaza. Bwana ni mwema. Luguruni. Jitahidi uweke sauti yako. Yaani ukipiga sauti ya kwanza kanisa zima au ya tatu sauti zima. Lakini sisikike huko na wako huko. Tunawahitaji hapa wokovu. Sauti zilizopo unazitaja kwa wokovu. Bwana asifiwe. Tunazihitaji hapo heaven light hapo tunazihitaji. Sauti ziingie hapo, sawa? Tunahitaji hapo. Bwana asifiwe. Imba kwa sauti. Kama una sauti, shusha tu hiyo itakayokuja basi muombe Mungu kama na mimi siku moja niipate iliyo sawa sawa. Luguruni. Makambi yamefika mtaani kwetu. Makambi yamefika mtaani kwetu. Watu wanashangaa ndio tunaanza makambi. Bwana asifiwe. Yaani sasa ni mkawa nini? Ni mkawa nini? Ndio mmoja kishaisikia wakula. Tunakula neno na tunakula chakula. Sivyo? Mungu wetu ni wa pekee sana. Mungu wetu ni wa pekee sana. Ninapozitazama baraka ambazo tunaitembelea kanisa la Luguruni, ninabaki kumshukuru Mungu kwa kushangilia. Pia wewe unasemaje? Asante sana. Nataka niwaambie ya kwamba sasa hivi ninapotazama si macho ya binadamu nisema au ya roho. Yaani naona karibu watu sasa wanaanza kukaa mkao wakimakambi tu. Nyimbo zinazoimbwa hapa zinaimba kimakambi tu. Kama unataka kushangaa, wewe ndio kushangaa. Lakini ndio gani unawaka moto. Na hatimaye tarehe 16 mwezi wa ngapi? Wa 8 tuko katika viwanja hivi vimefurika. Bado siku 43 niweze hesabu. Yaani siku ya 43 siku ambayo tutakuwa hapa kambini. Kwa lugha nyingine bado mwezi mmoja siku ngapi? 12. Yaani na mahesabu kama umelala wewe lala. Siku zimekwisha watumishi. Sasa hivi kinachoendelea ni namna gani niweze kuhudhuria makambi. Watu sasa wametoa oda za nguo. Mafundi wanahangaika huko wanabao kwa kweli. Kama kuna mafundi hapo wacheleani, si wacheleani si wa nguo, utataka wacheleani wa nguo. Ndio ndio tatizo. Kama kuna mafundi hapa wanaoshona nguo, sasa hivi wamebanwa. Mitindo ya kila namna, sio kwaya. Sio mtu mmoja. Watu wanataka kutelezea na makambi. Ndani ya mwaka mmoja Bwana amekulinda, amekutendea, amekubariki. Kuna watu ambao mwaka umeanza hawana matumaini ya
Wapo walioshuhudia. Wapo walioshuhudia ndugu zao wakiingia kwenye magereza kwa kesi za kusingiziwa. Wapo walioshuhudia ndugu zao au wewe mwenyewe umeshuhudia ukizulumiwa. Hoja kuu ni hii. Katika mazingira yote haya, achana na hayo tu ambayo yanakugusa wewe mwenyewe, lakini unaosomaje ulimwengu wa sasa? Unaosomaje? Vita, njaa. Nisikia watumishi wa Mungu walivyoomba hapa bwana. Maombi yalikuwa yanigusa sana. Vita imeshamiri. Yaani achana vitako binafsi na uchumi, vitako binafsi na familia, vitako binafsi na ukoo, lakini kuna vita. Silaha za moto. Hapa sasa tunabebea feni tu hii feni, lakini iko nchi huko ambayo nimesikia habari zake ya kwamba yaani mpaka ile rangi unayoona rangi inayeyuka kwa sababu ya joto. Hivi joto ambayo inayeyusha mpaka nani? Nyuzi joto 41 na pointi zake. Kuna binadamu anayekaeka chini. Yale magari yanayonaga yanapita huko barabarani kwa kusudi la kutuliza fujo. Yanapuliza maji. Nchi za wenzetu yanatembea kwenye nyumba za watu yanapuliza maji, yanamwagia watu maji ili angalau wasalimishe na joto. Watu wanakufa na joto. Unasomaje ulimwengu? Wewe ni nani? Na baada ya dakika chache, baada ya kambi hili, wewe ni nani? Hiki ndicho kinachosababisha tuingie katika maombi. Nilibarikiwa kwamba leo kuna maombi ya kufunga na kufanya nini? Ya kufunga na kuomba. Watu wamefunga. Inawezekana wengine wako waliofunga. Sabato yetu itangaza. Sabato ya leo ni ya kufunga na kuomba. Je, umefunga? Wakati huu unapojiandaa kuingia kwenye kambi, ni saa ya kujiombea kweli kweli. Omba Mungu akuwe katika kiwango cha kushiriki kwenye kambi. Omba Mungu azuie dhoruba, azuie magonjwa. Kama kuna vifo ambavyo vitarajia kuja katika kipindi hiki, omba Mungu azuie, airishe ili uingie kwenye kambi. Na utakapoona mpaka kambi inafika, uko hai, unatembea huku kinyosha na mnada sikia hata joint ya kigongi namna hii, elewa Mungu amekubali na amesikia ombi lako. Sasa wewe baki karibu. Bwana Yesu asifiwe. Basi naingia ni kwa naona sasa tunanyonyea. Nataka nikwambie hivi, ni wakati ibada kipindi cha kujiandaa kwenye kambi. Sabato ambazo tunahudhuria mwaka mzima. Sasa hivi Bwana anatuleta kukupima imani yako. Una moyo wa shukrani? Una moyo wa kutambua kinachoendelea katika ulimwengu? Au unaona tu mambo yote ni sawa? Hesabu baraka za Bwana. Haya mama ikumbusha wimbo. Yaani hiyo kwa nini yake? Hesabu. Utashangaa Mungu alivyo mwema. Simeleweka? Ujumbe umefika? Kama kuna wakati wa kuhesabu baraka za Bwana toka mwaka uanze, ni kwa nini makambi hawapeleka mwezi Januari? Yaani sasa ukiona ni mwezi Januari kwa sababu ya ratiba kwamba wahudumu ni wachache, kwa hiyo makambi yanazunguka. Kawaida ya makambi ni kipindi cha mavuno. Kama ndio hapa kwa tunataka mjini na mfukoni tu. Kwa watu leo kama mavuno yanaendelea muda gani? Lakini wenzetu
wanasimama kumshukuru Mungu. Na wanapomshukuru Mungu, nani anaweza kusomea wafungu jamani? Kwa kumshukuru Mungu. Amekaa vizuri kabisa. Fungua basi. Fungua kile Kumbukumbu la Torati 16 mstari wa 15 mpaka 17. Alafu utasoma mstari wa 13 mpaka 15, alafu unaruka utasoma 17. Hiyo ndio inaitwa Kumbukumbu la Torati sura ya 16. Kumbukumbu la Torati sura ya 16 mstari wa 13 mpaka 15. Alafu utasoma na 17. Neno la Bwana linasemaje? Neno la Bwana linasema, fanya siku ya vibanda siku 7. Ndio. Utakapokwisha kuyakusanya yatokayo katika sakafu yako ya nafaka, ndio, na katika kinu chako cha divai, ndio, nawe utafurahi katika siku yako, ndio, wewe na mwanao na binti yako, ndio, na mtumwa wako, ndio, na mjakazi wako, ndio, na Mlawi, ndio, na mgeni, ndio, na yatima, na mjane aliyefiliwa na mumewe, ndio, walio ndani ya malango yako. Fungu la 15. Ndio. Siku ya 7 mfanyie sikukuu Bwana Mungu wako mahali atakapokuchagua Bwana. Ndio. Kwa kuwa Bwana Mungu wako atakubarikia katika maongeo yako yote na katika kazi zote za mikono yako, nawe uwe katika kufurahi kabisa. Nawe uwe katika kufurahi kabisa. Nawe uwe katika kufurahi. Jamani, makambi sio sehemu ya kwenda kusikitika, kwenda kulia. Ni sawa, ni sehemu ya kwenda kufanyaje? Kufurahi kabisa. Mstari wa 17 unasemaje? 17 neno la Bwana linasema, ndio, kila mtu na atoe kama awezavyo, sawa, kwa kadiri ya baraka ya Bwana Mungu wako ndio alivyokupa. Amen. Kila mtu na atoe kwa kadiri ya nini? Jamani, siongeze tu sauti. Kila mtu na atoe kwa kadiri ya nini? Kwa kadiri awezavyo. Hivi kama tungekuwa tunaishi katika hili fungu, tungekuwa na malengo hapa? Tungekuwa na goal? Yaani kwa kadiri kila mtu awezavyo. Kwa lugha nyingine, kwa kadiri ulivyobarikiwa. Kwani nikibarikiwa mimi katika mwaka huu, ndivyo ulibarikiwa wewe? Kuna utofauti mkubwa sana. Lakini kuna aliyekuwa kabisa kabisa, ambaye akikukuta hivi wengine anasema kwamba akijikuna anatoa vumbi. Yaani kuna kabisa, kuna kimaskini kabisa na roho wa Mungu wale malaika ambao wanatoka kuhudumia. Kila unapokuja, unapokwenda kwenye kazi, wanashuhudia kwa kweli ya kwamba. Malizia mwenyewe tu. Yaani malaika wanashuhudia kwa kweli ya kwamba tumemsindikiza kaenda kazini, karudi nyumbani, huko njiani kabishana magari na maajali ya kila namna kwa mwaka mzima, lakini anaishi biashara. Kwa masikitiko makubwa, malaika wanakunguta mikono, wanapeleka taarifa. Unadhani ile sauti iliyosikika kwa Anania na Safira utapishana nayo? Uzuri ni kwamba pato anajua mwenyewe, mafanikio yako anajua mwenyewe. Mungu alivyokubariki ni siri yako. Kwa hiyo ni juu yako kumwambia Bwana ukweli. Na hapa tunapambana na nini? Tunapambana na michango. Jitahidi Bwana, lakini mwisho wa yote itakuja ule moyo wa shukrani. Wajua kuna mtu mwingine anafikiri kwamba kama wewe tukopanga haya, inawezekana ndani huko kuna shukrani kabisa na sadaka na kila kitu. Sisi hapa tunapambania, maana huu mkutano ni mkutano ambao tunapaswa kualika ndugu, jamaa na marafiki. Ni effort, ni aina effort. Na mwisho wa makambi kuna ubatizo. Akabatizwa nani? Akabatizwa wewe peke yako. Ulete mgeni, ulete jirani, ulete rafiki.
nao. Na jambo nyingine ambayo nataka nikutahadharisha mtumishi mwenzangu, umemleta mgeni, itokee chakula kimekuwa kichache, yaani wewe kutokula ni jambo la kawaida. Na kuchangamoto yaani sahani zimekuwa chache, badala ya kumpatia mgeni wewe unapambana kweli kweli. Hata kawaida hii, mgeni akija nyumbani, umezoea kula maharagwe, umezoea kula kande, unashinda kakuku. Je, ukishinda kakuku, mgeni anakupakulia nguru au kupapatio? Sasa nakuwa sehemu hiyo na jamani, unatafuta kipaja idani, alafu unaweza kula. Kwa hiyo kwa karimu. Hoja yangu ni kwa karimu. Ni kwa karimu. Watu wanapokuja hapa, sisi ndio wenyeji wa makani, sisi ndio watu wa kualika, sisi ndio watu wa kupokea, sisi ndio watu wa kuhudumia. Ili mwisho wa yote utukufu umrudie nani? Umrudie Bwana. Unajua tuko katika kipindi kigumu cha kuandaa ulimwengu kukutana na Yesu. Na watu wanaoishi katika kipindi hiki, yaani wanatakiwa kubebwa kama yai fulani. Ukweli wa kwake, lakini inabidi mbebeleza kweli kweli. Hoja yangu ni kwamba tujiandae, tujipange kukutana na nani? Kukutana na Bwana katika kambi la Lukuluni 2026. Ndani ya hii kambi kuna uponyaji, kuna kufunguliwa. Ndani ya hii kambi kuna baraka. Na ndio maana tunajitahidi maandalizi mengine ya binadamu haya tuyamalize mapema. Usiwe miongoni mwa vikwazo. Na miongoni mwa mambo hayo, omba sana Bwana akufanye baraka katika hili kambi. Akufanye baraka. Usiwe kama kwa mtu mkuu, utakuwa mtu kikubwa, yaani ni kwa kuunganisha tu. Amani. Mlilie Bwana. Na tamani kuzuia kambi. Wale wanajipanga kuomba ruhusa ndio kipindi hiki. Hata kuandaa mazingira ya ruhusa makazini. Wale wanajiandaa kuombea watoto wao ruhusa mashuleni ndio kipindi hiki. Jenga mazingira mapema ili muda ukifika iwe ni tiki. Tunategemea kuwa na kwaya yenye watu wengi, lakini wanataka kuja na wengi wao wakikutana na kishindo cha wokovu. Wako wangapi? Wako 6. Wakishusha wanasema kwa kweli hapa tujitahidi. Yaani hiyo wewe bado yule. Umeiona ile nani? Umeiona? Naongea na viti. Umeiona? Naongea na viti. Umeiona? Lukuluni. Sauti. Hapa jina linachanganya sana. Kuna Lukuluni SDA. Alafu kuna sauti ya Lukuluni. Yaani tunakwenda mpaka majina yanachanganya biashara. Wewe kwa nyingine kubwa na rangi hiyo. Ni baraka kubwa sana. Hoja yangu kubwa. Unajua kwa leo nitakuuliza. Bwana asifiwe. Hapo leo nitakuuliza somo. Mara ya mwisho kusimama hapa. Nilizungumza sifa 5 za dereva. Unajua tunazungumzia nafasi zetu. Sifa 5 za dereva. Kwamba dereva anayeendesha chombo chochote barabarani anapaswa awe na uwezo wa kuona mbele. Kweli si kweli? Sisemi kweli kwamba sikweli ni ndio hivyo tu ubiri, ila nataka sema hiyo point ya ndivyo hivyo. Maana ndio sio.
Lakini unapoona mbele, wanatakiwa utambue kwamba kile unachokiona ni kitu gani. Ni sifa hii. Sifa ya tatu, uanze kutabiri je, hicho unachokiona kina hatari kiasi gani? Hata kutabiri nini kitatokea. Sifa ya dereva ya tatu. Sifa ya nne, amua sasa. Fanya maamuzi. Sio chakula. Fanya maamuzi sasa. Ukishafanya maamuzi, kinachofuata ni kutekeleza kwa haraka. Ndio kwa ya tano. Unatekeleza kwa haraka. Kwa maana hapa kuna madereva wa magari, kuna madereva wa pikipiki, maarufu bodaboda, kuna madereva wa bajaji, kuna madereva wa baiskeli, ngaje ni adimu sana kwa tunaziona sana, lakini kuna madereva wa miili yao. Wewe ni dereva wako. Na hizo kwa kitendo zote zinakuhusu. Na ukipuuzia huko mashakani, huko katika mazingira magumu, huko katika hatari. Sasa basi, nilianza kwamba tunatazama ulimwengu. Unaweza vita, majanga, hatari. Dalili zote za kuja kwa Yesu, ambazo zinaashiria kuja kwa Yesu mara ya pili, unaziona. Unapoziona unazisomana. Unahisi nini kinaweza kutokea katika nyakati zipi? Kwa haraka kiasi gani? Kwa hatari kiasi gani? Je, kuna maamuzi unayachukua? Jambo la kumshukuru Mungu ni kwamba tuliokaa hapa wote tushafanya maamuzi. Kwa Yesu asifiwe. Maamuzi ni kukimbia ulimwengu kuja kwa Yesu. Mahali salama peke yake palipobaki ni miguuni pa Yesu. Lakini unapokuja kwa Yesu, hauji kukaa kama ulivyokaa tu hivi kwamba mimi nimeshabatizwa, ninaamini, nimebatizwa, sasa kuetea. Unakaa. Kuna jambo Bwana analitaka kwako. Kisoma Zaburi ya 47. Zaburi ya 47. Zaburi ya 47 mstari wa 4. Nimepoteza kwa sababu ya maneno mengi. Lakini inasema neno moja nilitaka kwa Bwana. Zaburi ya 47 mstari wa 4. Neno moja nimetaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta. Nikae nyumbani mwa Bwana. Ufanyaje? Ni utazame uzuri wake na kutafakari hekaluni mwake. Si maana kusudi ambayo Bwana amekuitia. Bwana anakutaka ufanye kazi yake. Wimbo tumeimba namba 59 ya kwamba usiku waja. Na kuna watu wanatuzunguka. Wote walio kwenu hawa wamependa nani? Amependa Mungu kuwaweka katika mazingira yetu, tuwahudumie wapate wokovu. Moja ya jambo la kuwavutia la kwa hiyo tumesikia hapa historia ya Waha. Waha naomba mnyanyue mikono. Bwana Yesu asifiwe. Waha. Sio baki wawili tu. Mbona bila ndio kwa Ibrahim? Waha. Ndio kwa sauti ya maongezeko. Basi barikiwe sana. Kazi ya Mungu inahitaji miundombinu. Moja ya miundombinu tumeona ni shule, ni hospitali, hatimaye makanisa. Yaani kanisa kwenye pointi ile lilikuwa la mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza huduma, mazingira yetu kwa nyumbani tunapoishi. Tuna mahusiano gani na watu? Hilo ndio kanisa.
Na mwisho wa yote anaingia kanisani mwenyewe, anatafuta kanisa tu. Habari gani ndio anakuja kwenye hili kambi? Atoke na sura nzuri, amepokelewa vizuri, amelishwa vizuri kimwili, amelishwa vizuri kiroho. Utapoteza. Na ulimwengu umeshanijua huko. Huyu ni mteja mpaka kieleweke, mpaka Yesu aje. Hivyo, ikiwa utazembea kwa kile ambacho Mungu amekupatia kwa baraka ili uweze kubariki huu mkutano, wewe unasema baada ya makambi nitaishi. Kwa Kiingereza wanasema msole. Ndio wanasema sio kama yule bwana aliyeambiwa kwamba mpumbavu wewe. Yaani unabomoa nini? Unabomoa gari ili ujenge kuwa zaidi. Badala ya kubariki watu, wewe yaani unaanza kupanga ya mbele ambayo huyaoni, yale unayoona na ambayo yanakupasa kutenda ukingani hai uyatende. Unategemea nini? Duniani hakuna amani. Amani ipo kwa Yesu peke yake. Tumeshazungumza. Yaani kile unapogeuka ni fujo, ni matatizo, ni haya, ni magonjwa. Amani ya Bwana inakufunika sana. Nina imani kadiri tunapozidi kusogelea maisha, kipindi hiki kinaendelea kuwa takatifu sana kuliko nyakati zilizopita. Tena kushurudisha. Yaani ungefanya amani tele ni nyimbo tu, ni nyimbo. Natamani siku moja tuwe na ibada ya nyimbo tu. Maana naona nyimbo pale mpaka inanichanganya. Yamejaa ujumbe, waimbaji wametulia, wanaimba kutafakari. Alafu na wengine ambao wanaendelea kusema amina amina, tukaa kwenye viti chukua baada ya kusema tu amina. Mpaka Yesu anatukuta tunasema nini? Tumekaa hapa na sauti zetu. Nyanyuka, chagua kwaya, sasa ndio kwaya hapa kutosha. Mtindo gani unataka uimbaji huu ndio? Kitaka mstari huko. Kitaka si mtindo gani uko pale? Uko pale. Hivi ni mtindo gani wewe? Hapo nashangaa. Kiongozi wa jimbo. Mzee wa jimbo. Mzee wa jimbo anafurahi anasema yes. Mambo yako vizuri. Basi watumishi, kwa maneno haya lugha nyingine walikuwa inasema kwamba tufarijiane kwa maneno haya. Maana uzuri wa ibada unakuja kupata mbinu mpya za kupambana na hali yako. Ukimshirikisha Mwokozi. Uzuri wa ibada. Ninafurahi naona kanisa limechangamka bado. Naelekea injili inaanza kueleweka. Mzee kiongozi, injili inaeleweka. Maana kipindi kingine miaka mingine hapo Kimara wanafunga kazi. Hapa msakuze. Kiruja wanafunga kazi. Wanafunga kazi wa Kiruja. Sio? Sisi utakuta mapengo mengi, lakini inaonesha kwamba Luguruni tuko vizuri na tumejipanga kwa hiyo kabila. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Kuna watu ambao mfululizo wa leo ukishaanza, hata mchungaji atibaki ni ndogo. Yaani ni kwani kwa nini? Yaani hiyo ukisikia kwamba paka aliruki kijiji. Haruki. Kila kambi humo. Lakini kwani unaungua moto. Na ndio hiyo kawaida. Hata wewe baba wa mtu kama umezoea kutoka magenge. Usitegemee kwamba nyumbani kwako kuna siku tatu watasema kwamba leo na hamu ya kuku. Useme hadi wewe samaki ni wewe. Kwa maana yako. Yameishi.
yuko ndani ya hekalu lake takatifu, na dunia yote inanyamaza kimya. Bwana mwenyewe peke yake ainuliwe. Mungu wetu atubariki watumishi kwa ibada ya leo, na kwa maneno haya niliyoongea. Ikiwa kuna sehemu ambayo nimeongea maneno mepesi sana, naomba Roho wa Mungu ayakaze. Ikiwa alikugusa ile maana halisi, naomba Bwana apigie msumari ili maana ile halisi iwepo. Jambo moja ambalo nataka kuliacha tu ni kwamba kuna watu hapa, yaani hii ndio ndio tunaanza. Roho ya tatu tunaianza. Yaani hata siku moja utaisha kwa leo ndani yako, ni maandalizi wako wa kwanza au wa tano. Ni wale shule ya Sabato. Hiyo ni baraka ya asubuhi, lakini ni ibada. Yaani watu ambao wanadhani katika kwamba sisi ibada yetu ya saa 4. Saa 4. Maana Bwana mambo yako. Sasa umesoma, sio kama umesaidia, yaani anaona chefu. Nataka niwatakazie. Wakiwetoa Sabato sio kubadilika. Wewe kuja kuanzia saa 4:00. Bwana mbele huko. Jitahidi vizuri. Ibada inaanza asubuhi. Anga la Bwana. Wiki nzima umeamka, unaanza siku ya Jumapili, unajua Sabato utakwenda kanisani. Kuna sababu gani ya kuchelewa? Nataka niwaambie, maana leo nimeona wale tunawaambia wai ni wale wa asubuhi. Wa mchana leo ni mkana. Wanaweza sidiwe. Leo tumekutana katika anga. No. Hakuna ibada ya saa 4. Saa 4 ndio hizo. Wai asubuhi kwa nguvu ya Roho Mtakatifu toka asubuhi. Utakuta mtiti wa watu wamejaa. Kwa hiyo tunahitaji asubuhi hapa. Zile vitu ndani ya kanisa. Ukigusa pale ya kabisa. Lesoni kuna watu wanakaa nazo pale wanaenda kwenye box. Wanakaa nazo wanaenda kwenye box. Nitamani tukakuta meza ile nyeupe, alafu tukasema kuna watu wamekosa lesoni. Miongozo ya kujifunza Biblia katikati ya wiki unakula nini? Unakula nini? Roho ya kwanza hapa. Roho ya pili hapa. Roho ya tatu inaanza na hata mpango. Wewe uko hai, uko hoi. Jitathmini. Tathmini Ukristo wako. Unapoanza mwaka mpya wa makani, mwaka mpya wa Bwana, anza vizuri roho hili, hakikisha una machapisho ya kukusaidia kulinda uhai wako wa Ukristo. Nyumba zenye maombi. Mambo yafunguliwi, wewe unafunguka. Kwa ajili yako. Umebakiza nini? Unajua wakati mwingine unakuwa na hamna mibaki. Lakini hii mibaki ni bali kwa kuogopa sana. Sio hata mpaka Yesu alitoka. Maana hapa ninahitaji kama hivi kwa nini Yesu alilia? Mbona cheki? Lakini kuna kipindi Yesu alisimama katika mkutano kama huu, alipoona mji mahangaiko na watu wanaohangaika naye, watu wanataka kuongoza, anayechukua mbuzi kuliko binadamu. Anaongoza peke huko, anaongoza peke kwa. Ukiwataka kujikia bila watu, anakutazama. Mungu hatuku
hakika una jambo. Tunaongea katika hali ya kufurahi na kuchangamka kiasi fulani, ili tu bongo zetu zifunguke, oxygen ingie ndani ya ubongo, lakini kuna jambo la kuumiza. Na kwa hakika hili jambo unataka ujitoe, umlilie Bwana. Sogea Baba, kwa maneno ya tuliyozungumza hapa, hakika ninatamani uniguse kwa namna pekee. Sogea hapa kwa jina. Tumisha Bwana yuko hapa, atakukabidhi mkononi kwa Bwana. Maombi haya usiyapuuzie. Mengine tunajua kwenye maboksi, usifikiri wale wazimu. Usifikiri fashion za maombi. Sisi sio wazee. Sisi sio vitambaa vyeupe. Sisi sio mafuta. Sisi ni mwendo wa imani katika jina la Bwana. Una jambo gani la kusumbua? Sogea. Lakini inawezekana miongoni mwetu pia kuna ambaye anasema kwamba kwa hakika mimi ninatamani kubatizwa. Makambi hayatapita. Nahitaji kubatizwa. Unaweza kupiga mbele, kupiga hatua moja mbele. Wewe ambaye unahitaji kubatizwa. Kama wewe sogea hapo. Tukukabidhi mikononi mwa Bwana, maana shetani ananyakua watu. Amini usiamini. Shetani ananyakua watu. Shetani ananyakua kazi zetu. Shetani ananyakua majukumu yetu tuliyopewa na Bwana. Na Bwana anatutaka tuitoe tufanye kazi yake. Hakuna hitaji kubatizwa katika ubatizo unaofuata. Hakuna. Hebu nyosha mkono. Nyosha mkono. Yuko anahitaji kubatizwa? Sauti inaendelea kufia hiyo. Sauti inaendelea kuwepo. Makambi yatakapofika ni wakati wa kukutana na kisima cha maji mengi, uzamishwe, uumbike upya, uanze upya na Bwana. Sasa najua wewe mna vya vyetu, lakini hao wawe na wawakilishi. Hata mimi nina wangu, na kwa taarifa yako, shetani anatunyanyasa hapa tulipo. Hakuna hiyo msimamo mmoja, kila mmoja anaelewa. Yule na chombo, yule na kazi, yule kama kwa sisi hii si mbongo si nini, yani kila mtu ana lake. Tunamkabidhi Yesu ili aweze kutenda kwa utukufu wa jina lake. Magonjwa haya yakome tangu sasa. Pokea kwa imani. Tuishi kwa kichwa na heshima mbele za Bwana. Tuinamishe nyuso tunapokwenda kuomba. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu wetu na Baba yetu, uishi mahali palipoinuka sana juu mbinguni, jina lako na litukuzwe milele zote. Asante kwa kuwa mwema na fadhili zako ni za milele. Lakini asante kwa sababu unatupenda. Asante kwa kusanyiko takatifu siku ya leo, siku takatifu, siku ya Sabato. Baba, asante, maneno yako yametajwa. Midomo ya mtumishi wako Mzee Masige yametamka maneno yanayotoka kwako, maneno ambayo yanatuasa, maneno ambayo yakuonya, maneno ambayo yakufunza, maneno ambayo yanatuonyesha kuishi katika nyakati za mwisho za kurudi kwako mara ya pili. Maneno yaliyotamkwa yakabadilisha fikra na nia ya mioyo yetu, ili nia na mioyo yetu ikuelekee wewe. Yakabadilisha hata mitazamo, tukaishi kutambua ya kwamba tuko katika ulimwengu ambao unapita upesi. Nia zetu, matazamio yetu yakatazame katika kiti cha enzi kule juu mbinguni. Baba mwema, watu wako wamesimama, watu wako wametembea, watu wako wameketi katika mioyo, watu wako wamekuwa na tamaa ya pekee ya kuondolewa mizigo ya dhambi ambayo inaletwa na Mungu Shetani. Pale ambapo Shetani ametujeruhi kwa namna moja ama nyingine, tunajikabidhi katika mikono yako.
Yesu ni mponyaji mkuu. Yesu ni kiongozi mkuu. Wewe unajua kila namna ya mateso na shida. Unajua kila namna ya maumivu ya wana na binti zako. Lakini pia unajua namna ya kuponya. Unajua namna ya kusamehe. Unajua namna ya kutuweka huru. Masaa ya pekee, masaa ya mchana na asubuhi ya leo tumesogea katika mikono yako. Kama ambavyo mwanamke yule aliamini ya kwamba anapogusa pindo anapona, ndivyo ambavyo watu leo wamesogea mbele wakiamini ya kwamba unachukua mizigo yao. Wamesogea mbele wakijua kwamba unawaponya. Wameandika wakati kwenye box wakijua kwamba unawaponya. Wamesimama na miguu yao wakikiri uponyaji. Kalete uponyaji sasa. Kalete uzima sasa. Kabadilishe nia na fikra. Tuandae kwa ufalme wa mbinguni. Mkutano lote tunalikabidhi katika mikono yako, tukiamini ya kwamba maombi tuliyotamka kwa midomo, maombi yaliyoombwa kimya kimya, na yale ambayo hata hatujatamka lakini ni mahitaji ya wana na binti zako, utatutendea sawasawa na mapenzi yako. Ndilo mbele tu katika jina la Yesu. Amina. Basi Bwana awabariki sana kwa utukufu wa Yesu Mwokozi wetu. Amina. Haleluya kanisa. Wangapi wamebarikiwa na ibada ya siku ya leo? Bwana awabariki mtumishi wa Bwana. Bwana awabariki. Tuzingatie matangazo ya kanisa. Nikaribu sauti ya mbinguni kwa ajili ya wimbo wa kutoa mali. Tuzingatie matangazo ya kanisa kwa ajili ya utaratibu wa mchana. Watakapomaliza kuimba basi shemasi taongoza watu namna yake. Mwalimu na
mtakatifu hata hapa katika kanisa la Luguruni na alikuwa kuwepo kwenye ndoa hiyo. Tangazo la pili, kutakuwa na mahafali ya kutasa kule Mbezi Luis na kwaya ya wokovu wamealikwa, wataenda huko. Niwaombe wale wote kwa wokovu basi ukutane pamoja kwa ajili ya mwaliko kwenda kwenye mahafali ya kutasa. Na la mwisho, wale watakao hudumu shule ya Sabato kabila lile la Wajita wa kule Dono, Wajita wakutane hapo kwenye mlango wa kutoka kwa mara moja. Bwana awabariki.